baadhi ya maoni ya mashabiki wao walisema kwamba mchezo wa kilele cha wiki ya Simba Day, Simba ilicheza vizuri tofauti na mchezo ambao jana wamecheza na Young Africans. Tofautisha mchezo wa bonanza na mchezo wa kimashindano. Ni michezo miwili tofauti. Na unaweza kusema vipi kwamba timu ilicheza vizuri kwenye mchezo wa Simba Day ikiwa ilifanyika rotation ya timu nzima kasoro mchezaji mmoja tu, Rushen De Reuck. Kwa hiyo unaweza ukaona pia huyo mtu naye anasema hivyo, inabidi kwa sababu umeshasema shabiki tu, achane ni shabiki. Kwa hiyo yeye kuna namna alitazama, kwa sababu timu ilibadilika nzima, mtu mmoja tu ndo ambaye hakubadilika. Lakini hata hiyo jana kuna mtu anaweza akaona kama Simba alicheza vizuri. Itategemeana na namna ambavyo mtu ametazama mpira. Lakini hiyo kwenye mechi ambayo Simba alicheza, mechi ya tamasha, kwa mimi huwa mara nyingi naamini kwamba mechi ya tamasha ni tofauti na mechi rasmi ya kimashindano. Lakini pia hata namna ambavyo mwalimu anajiandaa kimbinu, kiufundi, haiwezi kuwa sawa na anavyojiandaa kwenye mechi ya kimashindano. Yaani mechi ya kimashindano tena dabi, ndio mechi ambayo unataka kutoa ile intensity ya level ya timu yako kutokana na kile ambacho unakipigania kwa msimu mzima. Ukitazama Yanga kwenye mechi ya ile mechi yao ya ya tamasha pia la siku ya wananchi, ukitazama ina tofauti na mechi ya jana, jinsi ambavyo wamecheza jana, kwa sababu lazima kuna approach za tofauti kutoka mchezo wa kirafiki na kwenda kwenye mchezo wa kimashindano. Sawa. Hebu tuangalie lile goli la jana. Kumekuwa na maoni tofauti mitandaoni. Wako ambao wanasema kwamba ilikuwa ni offside, wengine wanasema sio offside. Sheria zipo wazi kabisa katika sheria ya 17 za mchezo wa mpira wa miguu. Sheria namba 11 ambayo inahusiana na offside inajieleza wazi kabisa kwamba mchezaji ambaye sehemu yoyote ya mwili wake itavuka mstari wa mwisho wa safu ya ulinzi, ama itavuka pia na position ambayo mpira upo, maana yake mchezaji yuko offside. Lakini pia atatambulika kuwa ni offside atakapougusa huo mpira ama kuingilia movement ya huo mpira, hata kama hatakuwa na nafasi ya kugusa, lakini atakapokuwa katika position ya kuingilia tu huo mchezo, manake atahesabika kuwa yupo katika offside position. Sasa watu wanajiuliza, wakati Pacome anakwenda kumalizia mpira alikuwa katika onside position ama offside position? Yes, alikuwa kwenye onside position, lakini aliondoka katika eneo ambalo alikuwa ni offside, na kitendo cha yeye kwenda kuzuia tunasema vision ama uono wa Rushen De Reuck, ambaye baada ya kuanguka chini, alivyoinuka haraka, focus yake ilikuwa kwenye mpira. Rushen De Reuck focus yake ilikuwa kwenye mpira, na hata kasi aliyotumia kuinuka kukimbia ilikuwa inaashiria kwamba anaenda kufanya blocking kwa Max Mpia Nzengeli. Uwepo wa Pacome Zouzoua ambaye alikuwa katika offside position awali, lakini baada ya mpira kuwa katika mchezo ama kuwa katika himaya Max Nzengeli, akajirudisha haraka kwenye onside position. Uwepo wake mbele ya Rushen De Reuck na kumzuia Rushen De Reuck kwenda kufanya jaribio la kuzuia mpira ama kwenda kucheza mpira, moja kwa moja alijihusisha katika tukio la yeye kuwa offside, hata kama alirejea kwenye position ambayo alikuwa ni onside. Kwa hiyo yeye kuwepo kwenye position ambayo ni onside na akamalizia ule mpira katika hiyo position, haijustify ama hayalishi kwamba lile bao lio ni halali. Bao lilipaswa kufutwa, kwamba halikupaswa kuwa halali kwa mchezo ule, kwa sababu awali alikuwa katika offside position. Kurejea kwake kwenye onside position ilikuwa ni vizuri, lakini alirejea katika mazingira gani? Alirejea katika mazingira ya kumzuia beki wa timu pinzani ambaye ni Rushen De Reuck. Kama inavyoonekana hapa kwenye marejeo, unaona mpira ulivyotoka kwenye mguu wa huyu mchezaji, Rushen De Reuck akafanya blocking, na wakati huo Pacome katika offside position. Anarejea sasa. Hapo ni anarejea kwenye unaona, anarejea katika njia ya Rushen De Reuck, kwa maana anaenda kumzuia yule mchezaji wa Simba kwenda kuokoa hatari ambayo ilikuwa inaenda kuikumba Simba Sports Club. Kwa maana hiyo ilikuwa ni offside. Yes, kwa moja kwa moja hapa mshika kibendera line 1 moja kwa moja anahusika na kupelekea bao hili kuhalalishwa wakati halikuwa halali, na mtu wa mwisho kabisa ni Ahmed Diarra ambaye alikuwa na mwamuzi wa kati, ambaye pia alikuwa karibu na eneo la tukio, unaweza kusema hivyo pia. Kwa hiyo kwa siku ya jana performance ya waamuzi ilikuwa ni ya kiwango cha chini, kitu ambacho pia kilikuwa kinategemewa, kwa sababu maana hiyo tukisema kwamba Yanga wamebebwa tutakuwa tunakosea.
nadhani hakukuwa na hiyo nia ya dhati ya waamuzi kuibeba Dar es Salaam Young Africans, bali ni situation ilivyokuwa na pressure ya mchezo kwa asilimia kubwa. Marefa nao ni binadamu, na wanasema katika sheria za mpira wa miguu ama katika mpira wa miguu kiujumla, mchezo mzuri ni ule ambao haumhitaji mwamuzi kuhusika sana, kwa maana wachezaji wote wanafuata sheria na wanaona kila kitu kinafanyika fair, lakini katika baadhi ya maamuzi sheria lazima zifuatwe, na mwamuzi ni binadamu, anaweza akakosea na anaweza pia akapatia na watu wengine msipende. Lakini kwa siku ya jana kwa asilimia kubwa Arajiga na timu yake ya waamuzi walivurunda katika hili tukio, na hii ni mechi kubwa ambayo matukio yake ama maamuzi yake yanapaswa yawe yamenyooka hivi, ili pia kulinda hadhi ya waamuzi na hadhi ya mchezo mzima na hata hadhi pia ya klabu zote, kwa sababu hivi sasa utaisema Yanga kwamba ni timu ambayo ina mkono mrefu katika soka la Tanzania, kiasi kwamba inaweza ikafanya lolote na hakuna ambaye ataweza kuzungumza chochote, kitu ambacho hakuna mtu anaweza kudhibitisha. Kwa hiyo kilichotokea jana kwa Ahmed Arajiga na timu yake yote ya waamuzi wakichukue wakajifunze, kwa sababu wanasema elimu ina mwisho, kwamba hasa wamesoma mpaka wamepatiwa na beji ya FIFA. Hawajamaliza hapo, kwa sababu beji ya FIFA wameipata wakiwa katika mazingira ya bara la Afrika, bado hawajatoka tukaona performance yao nje ya bara la Afrika. Huko nje ya Afrika haitarajiwi hao kwenda kufanya hivi, lazima wawe wamenyooka. Kwa hiyo nafasi ya kujifunza bado wanana, ndio maana wanapewa hizi mechi. Mimi nisingekubali kama ingekuja refa wa kigeni, kwa sababu angekosea saa ngapi na atajifunza saa ngapi huyo mwamuzi. Sawa, ndio na makosa yao mengi sana ya nyuma ambayo watu wameachoka. Mimi nafahamu hicho kitu, watu wameachoka na hawataki. Mangungu alizungumza, sivyo, kwamba walishakubaliana na TFF mwamuzi wa dabi atoke nje, lakini anasema kwamba walichokifanya wamekiamua ambacho kimeonekana mmekiona, tumeona sote, ndio, lakini hakuna faida yote kama mechi hizi ziko zinachezeshwa. Hivi ile dabi ya mwisho mwamuzi alitoka nani? Alitoka Misri. Alitoka Misri. Sasa jana kipi ambacho kilikwamisha, au ilikuwa ni kwa ajili ya kuendelea kwa ukiachana na tukio tu la offside, yani mchezo mzima Arajiga alikuwa yuko vizuri, alikuwa yuko sawa tu, lakini ni hiyo situation moja ambayo iliharibu pengine siku yake bora katika kazi, na ni situation hiyo ya bao offside ambayo iliharibu pia hata tunasema ile historia ya mchezo wenyewe. Yani baada ya mchezo kumalizika vingezungumzwa vitu vingi, pengine ingezungumzwa namna ambavyo Alassane Kante alikuwa imara kuzuia mikimbio ya watu hatari wa Yanga akiwemo Pacome Zouzoua. Pengine baada ya mchezo tungezungumza kuhusu performance ya Djigui Diarra ambaye tunafahamu kwa mechi kadha wa kadha amekuwa sio mtu anayekupa performance bora katika saves, lakini mzuri katika miguu, si ndio? Lakini jana tumeona alikuwa anafanya vizuri sana kwenye kuokoa michomo hatari ya Simba Sports Club. Hivyo vitu vyote vizuri vya kuzungumza vilizibwa na tukio ambalo lilikuwa juu ya yani lilikuwa liko chini ya uwezo wa Ahmed Arajiga. Hawezi kusema kwamba lilikuwa juu ya uwezo wake kuliamua katika namna ambayo ilikuwa sahihi. Kwa hiyo bao lilikuwa halali kwa upande wangu, nikiwa naamini hivyo, na hata sheria pia zina support hili swala.